Jumapili iliyopita tulikuwa na somo la kushukuru. Kwenye mkesha wetu tukatembea na msingi katika kitabu cha Kutoka, tukazungumza wakati wa usiku wa manane ni usiku ambao baba zetu taifa la Israeli walitoka mikononi mwa Farao. Tukaona jinsi walivyotoka. Tulisoma ni Jumapili moja katika Zaburi, anasema tumesikia baba zetu wametuambia, sio kwa upinde wala kwa mshale wala kwa nguvu zao walitoka katika nchi ya utumwa na wakaketishwa katika nchi ya Kanaani, sio kwa nguvu zao. Kwa hiyo tukasoma zile habari, ukiziunganisha na habari za usiku, utaona sisi wenyewe tunategemea ile nguvu tulizoambiwa na baba yetu. Baba zetu walizotuambia kwamba nguvu zao ndizo zilizowatoa kule, uwezo wao ndio uliowatoa kule. Huo ndio uliotutoa na sisi 2025 kutuleta 26. Na baba zetu Mungu akawaambia, mtakapofika katika nchi ya Kanaani, angalieni msije mkajisahau. Mtakapokula na kunywa, mkakaa katika nyumba nzuri, akili zenu zisije zikasema ni nguvu zenu zimewasaidia. Haleluya. Amen. Kwa hiyo na sisi tuko leo hapa, tumekuja kumdhihirishia Mungu kwamba sio nguvu zetu zimetusaidia. Kama tulivyosikia, sasa macho yetu yameona. Bwana ametusaidia, sio kwa nguvu zetu, wala sio kwa akili zetu, sio kwa mishale na upinde, sio kwa mbio ulizonazo, sio kwa ulinzi ulionao, sio kwa pesa, sio kwa chakula, sio kwa namna yoyote, isipokuwa Bwana ametusaidia. Sema amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haikuwa kazi nyepesi. Tumekuja kushukuru, tunamaanisha. Tumekuja kumtukuza Bwana, tunamaanisha. Tunamsema Bwana, tuna uhakika. Hakika yake tusingefika. Hakika yake leo hii tusingefika. Vita iliyokuwepo 2025 kuhakikisha kwamba huwezi kufika ilikuwa kubwa mno. Wao walipewa hesabu, hawakutaja majina. Wakasema mtuletee Wakristo 700. Hasa alitajwa kwa mmoja mmoja, akatajwa kwa yule, akatajwa kwa yule, kila mtu na hesabu yake. Ila walisema Wakristo. Kwa walianza kusaka kila Mkristo. Walipotimiza akasema mkatafutia hao Wakristo waliosimama sana. Mkatafutia hao Wakristo wachungaji. Mkatafutia Wakristo wainjilisti. Mkatafutia Wakristo waimbaji. Wakasema watu wengi wa Kristo, lakini Bwana alikuwa upande wetu. Miongoni mwa Wakristo na sisi ni miongoni mwao, tulikuwemo. Lakini Yesu Kristo aliye mwamba wetu, aliye wokovu wetu, alisimama katutetea. Tumerudi kushukuru. Sema amen. Amen. Tumerudi kumshukuru huyu Bwana kwa yale aliyoyatenda. Ninataka nizungumze habari alizokuwa amezizungumza Hana. Hana alikuwa mwanamke tasa muda wa miaka ya kutosha. Alikuwa tasa kwa muda mrefu, hazai. Kile kitendo kilimpelekea Hana kuwa mpeke, kuwa mkiwa, akawa na huzuni muda mwingi, kwa sababu kitendo kile kilipelekea achekwe, adharauliwe, afedheheshwe kwa namna mbalimbali. Sasa tunakwenda kusoma habari zake baada ya ushindi. Baada ya yeye kupata watoto 3, aliandika habari hizi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen.
Biblia inasema katika kitabu cha Samueli wa kwanza 2 tuanzie mstari wa 4. Tuanzie mstari wa 4. Biblia inasema pinde zao mashujaa zimevunjika, na hao waliochukua wamevunjiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pinde zao mashujaa waliokuwa wamesimama kupigana na wewe zimevunjika. Bwana ameziharibu pinde zao. Bwana ameharibu waliojikwaa wakati wa vita yako, waliojikwaruza kwa bahati mbaya wamevunjika. Haleluya. Wamezimia kwa sababu ya kuumizwa kwao. Walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula. Waliokula chakula chako, waliojua na mwaka huu watakula chakula chako, walioshiba wamejikodisha. Wataanza kujitafuta wenyewe, wataanza kufanya kwa nguvu zao wenyewe, watafanya wanaweza kufanya wapate chakula chao. Hawatakula tena chakula chako, kwa sababu Bwana amekuvusha mwaka na kusudi na wewe. Sema amen. Amen. Bwana amekukusudia. Bwana anataka kwa chakula unachokula umtukuze Bwana. Kwa nguvu zitokanazo na chakula useme Yesu ni Bwana, umtumikie Bwana kwa nguvu zako. Na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Ni saa ya wewe kufurahi. Walikula wewe ukapata njaa, leo ni saa yako ya kupata chakula. Sema amen. Amen. Lazima utakula chakula walichokula wengine. Ulilima wakala wengine, ulipanda wakavuna wengine, ulichimba maji wakanywa wengine. Ni saa ya wewe kunywa maji yako. Haleluya, haleluya. Mwaka huu hakuna atakayekula chakula chako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kitabu cha Samueli mstari wa 6 anasema, Bwana huua naye hufanya kuwa hai. Bwana hushusha hata kuzuru, tena huleta juu. Bwana huua naye hufanya kuwa hai. Bwana walipotamka kuua, yeye alitamka uwe hai. Amekufanya wewe kuwa hai. Yeye ndiye anayeamua nani afe, nani abaki. Walipoamua wao ambao hawajapewa ridhaa ya kuamua maisha yako, walipotangaza kuwa, akasema mimi ndiye ninayeua, mimi ndiye ninayeuisha. Hayupo akumuua huyu aliye mtoto wangu. Nitamtoa mwenyewe, nitaoa mwili huo, nitachukua nafsi yangu. Katika jina la Yesu hakuna atakayekufa mwaka 2026. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hutakufa 2026. Yeye Bwana umwinua toka chini, umpeleka juu. Yeye Bwana umshusha aliye juu kwenda chini. Bwana akakupandisha juu. Bwana akakupandisha juu. Unanishangaa. Bwana akakupandisha juu. Bwana atakupa maneno yako. Bwana atakupa haki zako. Bwana atakupa hali ya moyo wako. Waliokati yako wakashusha chini, Bwana akakuinua juu. Waliokaa pamoja na wakuu kwenye kiti chako, na washusha chini, na wanakuketisha kwenye kiti chako, ukaketi pamoja na wakuu, ukamtukuza Bwana. Haleluya, haleluya. Sema amen, amen. Bwana yeye ndiye huua naye hufanya mtu kuwa hai. Hushusha hata kuzimu, tena humleta mtu juu.
wakashuke wao kuzimu, na wewe ukatoke chini. Kazi yako iliyofikia kuzimu, iliyozikwa kuzimu, ninaipandisha hiyo juu. Ninainua kazi yako, biashara yako hiyo juu. Ninainua kazi zako zote ziwe juu. Ninawashusha wao na kazi zao kuzimu, katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Lazima ukae juu yao. Biblia inasema hamtakuwa mikia, mtakuwa vichwa. Hakuna atakayekuwa mikia mwaka 2025, 26. Lazima uwe kichwa, lazima uwe kichwa. Waliokaa juu yako walikuweka chini ya nyayo zake. Kuanzia leo watakuwa chini ya miguu yako. Waliokutawala ukawatawale kwa jina la Yesu. Waliokumiliki ukawamiliki kwa jina la Yesu. Ukatawale maneno yake, ukatawale haki zako, ukatawale furaha yako, ukatawale na kumiliki sawasawa na neno la Bwana. Bwana amelituma neno lake ili uweze kuthibitika. Lazima uishi ndani ya neno. Neno la Bwana limekuja, halitaja bure, limekuja kumwinua mnyonge toka chini kwenye choo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sema sema amen. Hakuna mtu atakaa chini yao. Wametafuta nguvu zao, wametafuta uwezo kwenye madhabahu zao za giza ili waendelee kukutawala. Kuanzia leo hakuna atakaye kutawala, hakuna atakaye kumiliki. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, na yachilia roho ya Mungu ndani yako yenye uwezo wa kutawala. Adui zako wakawe chini yako, adui zako wakakuinamia mbele yako, adui zako wakauliza Mungu wako aliyokusaidia, adui zako wakauliza siri ya mafanikio yako, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sema amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ninayatilia nguvu ndani yako. Adui zako wanapoinuka kwako, ukawakamate kama unyasi, ukawafunge vitita, ukawapisha kwa jina la Bwana wa majeshi. Ukawaambia ninawapisha kwa jina la Yesu. Walioweka mipaka mbele yako, wala mipaka yao haitafanya kazi. Watabaki ng'ambo ya mipaka yao, na ukavuke ng'ambo nyingine, na ukapita katikati yao kuelekea mafanikio yako. Chukua kila kitu cha nguvu na ushirika. Pokea nguvu ya kutawala kwa jina la Yesu. Pokea haja ya moyo wako, pokea furaha yako kwa jina la Yesu. Sema amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana hufukarisha mtu naye hutajirisha. Bwana unayemtumikia ndiye anayeamua nani awe maskini, nani awe tajiri, nani awe hivi, nani awe vile. Bwana anayetajirisha akakuinua viwango vingine, akakutajirisha zaidi ya vile ulivyokuwa umeomba, ukainuka viwango vingine kwa ile nguvu itendayo kazi ndani yako. Ninaachilia nguvu ya kuinuka katika jina la Yesu. Ninaachilia nguvu ya utajiri, ninaachilia nguvu ya kupata utajiri, ukainuka viwango vingine, kwa sababu unamcha Bwana, naye amesema wamchao Bwana watastawi kama mti uliopandwa kando ya vijito, ukastawi. 2026 mwaka ni mwaka wa kustawi, mwaka ni mwaka wa kutawala, mwaka ni mwaka wa mabadiliko, mwaka lazima ubadilike. Unakwenda toka chini kwenda juu. Waliomiliki mali zako natangaza umaskini kwao. Waliokataa kumtumikia Bwana wamekula vyakula vyako na washusha chini, na unakaa chini. Utakoma unakopesha, uni mwaka wa kukopesha, uni mwaka wa kukopesha, uni mwaka wa kukopesha. Ni mwaka wa kuwakicha mpya katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuinuka, pokea nguvu ya kutawala, pokea nguvu ya kupata utajiri. Sema amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Hiyo ni kazi ya Bwana. Yeye hutajirisha,
yeye hufukalisha, wala sio mwanadamu aliyekwenda kwa waganga wa kienyeji. Yeye hawezi kupanga kuzimu, hawezi kuamua Mkristo aishije. Kuzimu hawezi kuamua maisha yako yaendeje. Hayataamua kusema itakubaliana wala haitakubaliana, kwa sababu Bwana amekwenda kuwaepesha, amekwenda kushusha matokosemo. Kusema lazima itayaruke kila waliopanga umaskini kwako. Kusema lazima iwapiga wenyewe. Kusema lazima itangaze adhabu kwao, kwa sababu wamesababisha taharuki kwa wana wa Israeli, na moto umeshuka toka mbele unawatawanya kuzimu. Haleluya. Kuzimu isitulie wala kusipate amani pindi watakapoendelea kukupatia. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu ni Bwana. Bwana ushusha chini naye huinua. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jahani. Bwana akakupandisha kutoka jahani. Bwana akakupandisha kutoka jahani. Bwana akakuinua wewe uliyekuona mnyonge. Ninaiachilia nguvu ya uzima ndani yako. Naachilia nguvu ya kukataa unyonge. Ninatetemeza unyonge ndani yako. Ninakanyaga unyonge ndani yako. Ninapanda nguvu. Utakuwa mnyonge tena. Utakuwa na nguvu za kutawala. Utakuwa na nguvu ya kutembea mahali popote. Utakuwa na nguvu ya kumiliki. Utakuwa na nguvu ya kuita vipacha. Ninaachilia upako ndani yako. Upako wa kuomba upokea jirezo. Upako wa kutamka jambo likatendeka. Pokea kwa jirezo. Naachilia upako wa kupokea kusahili. Kuita kwako kwanza sasa. Naachilia upako wa kupokea teza kwenye biashara yako. Naachilia upako wa kupokea njia kuja kwako. Naachilia upako na nguvu ya Bwana. Naliachilia neno kinywani mwako. Nikaombe mema kwako. Nikaombe furaha kwako. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Lazima tuishi stahiki ya Bwana. Hatutaishi wanavyotaka. Bwana ndiye anayepanga. Mnyonge nampandisha juu, na huyu namshusha chini. Sasa Bwana huwashusha chini wale wanaoshindana naye, wale wanaoshindana naye. Neno la Bwana halijipingi. Amina. Neno la Bwana halijipingi. Amina. Nilosema mchao Bwana ni kama mtu uliopandwa kando ya vijito. Wewe ni mmoja wa watu wanaomcha Bwana. Ukastawi mwaka 2026. Ukastawi mwaka 2026. Ukastawi mwaka 2026. Ukastawi kwa viwango vyako. Ukastawi kwa viwango ambavyo Bwana amekukusudia katika jina la Yesu. Amen. Bwana akakuketisha pamoja na wakuu. Amen. Ukarisi kiti cha enzi cha utukufu wa Bwana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ninaiachilia nguvu ya kuketisha pamoja na wakuu. Amen. Ninaruhusu nguvu ya kuketisha pamoja na wakuu. Amen. Na kuachilia nguvu ya kurisi kiti cha enzi cha utukufu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Utafanyiwa hivyo, kwa maana nguzo za dunia zina Bwana mwenyewe, na huyo Bwana ndiye unayemtumikia. Amen. Naye amewaweka ulimwengu juu yake. Ameweka ulimwengu juu yake. Vitu vyote vya ulimwengu vilivyo juu ya ulimwengu, vitu vyote vilivyojificha, amesema atakupa hazina iliyojificha. Kila hazina iliyojificha mwaka 2026 ninaifichua, ninaifukunyua, ninaionyesha pepe. Kila unapopita ukakutana na haja ya moyo wako, ukakutana na hazina iliyojificha, ukakutana na vitu vilivyojificha katika jina hizo. Pokea macho ya kuona, pokea macho ya kuona, ukaona vitu vilivyojificha kwa jina Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukakutana na fursa mbalimbali mwaka huu 2026. Amen.
ukakutane na fursa mwaka 2026. Amina. Ninakukutanisha katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, na wale wote wanaobeba fursa zako, wale wote wanaobeba baraka zako, ninawakutanisha na wewe sasa. Ninakupandia wewe sasa, ninakupandia wewe sasa. Watu wote ambao wamebeba majibu yako, ninawakabidhi kwa nguvu ya Mungu, wakabidhi kwa upako wa Roho Mtakatifu. Anapanda nguvu ndani yako, ikawapata walio mashariki na wapata, walio magharibi na wapata, walio kusini na wapata, walio kaskazini na wapata, wakaje kwako na fursa zako, walio nje ya nchi na wapata, walio ndani ya nchi na wapata, walio nje ya mkoa mwingine na wapata, walio mkoa na wapata, katika jina la Yesu. Pokea haja ya moyo wako. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Yes. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Haleluya. Amen. Bwana akailinde miguu yako. Bwana akalinde miguu yako. Amen. Bwana akaifundisha miguu yako kukanyaga. Amen. Mahali palipo na mitego mguu wako ukaruke. Amen. Katika jina la Yesu anayeita hai. Amen. Bwana alindaye miguu yako, kailinde miguu yako. Amen. Bwana kaiamuru miguu yako kwenda mahali ambako ni sahihi. Amen. Bwana kaiamarisha miguu yako kunyamaza kimya ikiwa adui ana appointment na wewe huko unakoenda. Amen. Bwana kaifundisha miguu yako kwenda mahali kwa maneno yako. Bwana kaifundisha miguu yako, anayapisha miguu yako sasa, na yapisha kwa jina la Yesu, ikaenda mahali Bwana anakutaka uende, mahali adui anataka uende, ikanyamaza kimya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Yeye atailinda miguu ya watakatifu wake. Watakatifu ni wewe mwenyewe, bali waovu watanyamazishwa gizani, katika jina la Yesu Kristo. Waovu wote wakanyamaza gizani. Waovu adui zako, hao ndio wanaoitwa waovu, wakanyamazishwa gizani. Giza walisababisha wao walikawahusu wao wakakae gizani, waliozuia fursa kwako walioziweka gizani, zinatoka gizani zinakuja nuruni, na wao wakabaki kuwepo gizani, wasione hazina zilizofichika, wasione fursa zilizojificha. Na Yesu nuru kwako, adui zako, wakosaji wote wanaokupotea na wanamazisha gizani mpaka waseme Yesu ni Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Maana kwa nguvu hakuna atakaye shindana. Haleluya. Amen. Maana kwa nguvu itakayokaa ndani yako hakuna atakaye shindana na wewe. Hakuna atakaye shindana na wewe. Amen. Haijalishi ametoa sadaka kiasi gani huko alikokwenda. Amen. Haijalishi ametoa kafara ya aina gani huko alikokwenda. Amen. Yuko Yesu ndani yako, atendaye kazi ndani yako. Amen. Yuko kafara ya damu ya Yesu ndani yako. Hiyo itanena mema juu ya mambo yako yote. Hiyo itakutangazia ushindi wako. Hiyo itanena ushindi siku zote. Hiyo itanena nuru mbele yako. Hiyo itanena ulinzi mbele yako. Bwana anasema moto utangulia mbele yake, ili kukutana na watesi wake, ili kukutana na waliokulia kushoto. Bwana katanguliza moto mbele yako, ili kukutana na watesi wako, ili kukutana na adui zako waliokulia kwako na kushoto kwako. Sema amen. Bwana akakutangazia ushindi sasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Washindanao na Bwana wataponywa kabisa. Haleluya. Amen. Bwana akawaponye kabisa adui zako. Amen. Bwana akawanyamazishe kabisa adui zako. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana akubariki sana. Amen. Simama pale ulipo.